Asha alisimama mlangoni mwa nyumba yao ndogo ya udongo, akimwangalia mumewe Karim akihangaika kurekebisha koleo lililovunjika. Walikuwa wakiishi kwenye kijiji kidogo pembezoni mwa mji, maisha yao yakiwa ya kawaida sana, lakini moyo wao ulikuwa umejaa matumaini na mapenzi ya kweli. Ingawa walikuwa maskini, walikuwa na kitu cha thamani zaidi kuliko mali: upendo wa dhati na mshikamano. Karim alikuwa kijana mwenye bidii na ndoto kubwa. Kila siku aliamka alfajiri akienda shambani, na wakati mwingine akifanya kazi za vibarua ili kupata kipato cha kulisha familia. Asha, kwa upande wake, alikuwa mama wa nyumbani na pia mshauri wa mumewe, akimpa maneno ya kumtia moyo kila alipokata tamaa. Mara nyingi waliketi pamoja usiku, chini ya mwanga hafifu wa taa ya chemli, wakizungumza kuhusu ndoto zao za siku za usoni. Karim, naamini siku moja tutatoka hapa kijijini, Asha alisema kwa sauti tulivu lakini yenye imani. Karim akamwangalia mkewe kwa tabasamu hafifu, ingawa macho yake yalionyesha hofu ya kutokuwa na uhakika. Nina ndoto hizo hizo, Asha alijibu. Lakini wakati mwingine najiuliza kama kweli nitaweza kukufanikisha. Asha akashika mkono wake kwa upole. Usijali mume wangu. Hata kama huna kitu, mimi nitabaki nawe. Bora tuwe na afya na upendo, mengine Mungu atayaleta. Wazazi wa Asha na Karim walikuwa maskini pia, na mara nyingi wanandoa hawa waliwasaidia kwa kile kidogo walichokuwa nacho. Changamoto zilikuwa nyingi, wakati mwingine walilala bila chakula na siku nyingine walitembea umbali mrefu kutafuta maji safi. Lakini changamoto hizo hazikuwahi kuvunja mapenzi yao. Siku moja, Karim aliporudi nyumbani akiwa amechoka sana, Asha alimletea chakula alichokipika kwa mahangaiko makubwa. Hata kama ni ugali na mchicha, ni chakula cha mfalme kwangu, Karim alisema kwa shukrani. Waliangaliana kwa upendo, wakiwa na matumaini kwamba kesho itakuwa bora kuliko leo. Walijua maisha yao hayakuwa ya kudumu hivyo, na Asha alimwamini Karim kwa moyo wote. Aliamini kuwa siku moja mumewe angepata fursa kubwa ya kubadilisha maisha yao. Na hakujua kuwa siku hiyo ilikuwa inakaribia haraka zaidi ya walivyowazia. Asubuhi moja yenye upepo mwanana, Karim alipokuwa akitoka shambani, alikutana na rafiki yake wa utotoni, Said, aliyekuwa ametoka mjini. Said alikuwa amevaa vizuri na kuonekana mwenye hali bora zaidi kuliko Karim. Walipeana mikono kwa furaha, lakini Karim hakuweza kuficha mshangao wake kwa muonekano wa Said. "Karim, ndugu yangu." Said alizungumza kwa furaha. "Sijakuona kwa muda mrefu. Umeendeleaje?" Karim alitabasamu, ingawa ndani yake alihisi aibu. "Nimekuwa mzima tu Said, unajua hali za huku kijijini. Tunapambana kila siku." Said akamwangalia kwa macho ya huruma. "Najua sana. Ila nilikuwa na jambo la kukwambia, jambo kubwa sana ambalo linaweza kubadilisha maisha yako." Walikaa chini ya mti mkubwa na kuanza kuzungumza. Said alimueleza Karim kuhusu biashara aliyoanzisha mjini, biashara ya kuuza na kusafirisha mazao ya kilimo kwa viwanda vikubwa. "Karim," Said alisema kwa msisitizo, "nimekuwa nikitafuta mtu ninayemwamini, mtu wa kuanza naye tawi jipya la biashara hii. Unakumbuka tulivyokuwa tukisema hatutakaa maskini milele? Huu ndio wakati wa kutimiza ndoto zetu." Karim alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi. Alijua hii inaweza kuwa nafasi yake ya pekee, lakini hakuwa na mtaji hata kidogo. Alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa huzuni, "Said, ningependa sana kuingia kwenye biashara hii, lakini sina pesa ya kuanzia." Usiku huo Karim alimueleza Asha kila kitu. Asha alimsikiliza kwa makini, macho yake yakiwa yamejaa matumaini na hofu kwa wakati mmoja. "Karim, hii inaweza kuwa fursa tuliyokuwa tukiisubiri," alisema kwa sauti ya upole. "Nina akiba ndogo niliyokuwa naitunza kwa dharura. Tuitumie sasa. Hii ni kwa ajili ya ndoto zetu." Karim alibaki ameduaa. "Asha, siwezi kuichukua hiyo pesa. Umeitunza kwa muda mrefu sana." Lakini Asha alitikisa kichwa kwa upendo. "Utumie mume wangu. Najua siku moja utaleta zaidi ya hiyo. Naamini wewe ni mtu wa ndoto kubwa." Kwa macho yenye machozi ya furaha, Karim alikubali. Siku iliyofuata, aliondoka kijijini kuelekea mjini haya, akiwa na matumaini makubwa moyoni. Aliahidi kwa dhati, "Asha, nitarudi kukutoa kwenye haya maisha ya tabu. Na nitaifanya familia yetu iishi maisha bora." Asha alimwangalia akiondoka, moyo wake ukiwa na hofu na matumaini vikigongana, bila kujua safari hii ingeleta mabadiliko makubwa maishani mwao.
Karim alipowasili mjini, kila kitu kilikuwa kipya kwake. Majengo marefu, magari mengi, na watu waliokuwa wakiharakisha mambo yao. Moyo wake ulijaa hofu na msisimko kwa wakati mmoja. Said alimchukua na kumpeleka kwenye ghala kubwa lililokuwa kitovu cha biashara yake. "Karibu kwenye dunia ya biashara, ndugu yangu," Said alisema huku akimkumbatia. "Kazi ni nyingi, lakini ukijituma tutafika mbali." Siku za mwanzo zilikuwa ngumu kwa Karim. Alilazimika kujifunza mbinu za biashara, jinsi ya kununua mazao kwa bei nafuu vijijini, jinsi ya kuyasafirisha, na namna ya kuwashawishi wateja wakubwa mjini. Wakati mwingine alirudi nyumbani usiku wa manane akiwa amechoka kupita maelezo, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na matumaini makubwa. Kila mara alipohisi kukata tamaa, alikumbuka maneno ya Asha. "Usijali mume wangu. Hata kama huna kitu, mimi nitabaki nawe." Maneno hayo yalikuwa yakiwasha moto wa bidii moyoni mwake. Miezi michache baadaye, bidii ya Karim ilianza kuzaa matunda. Aliweza kupata mteja mkubwa, kiwanda kilichohitaji mazao kila wiki. Huo ulikuwa mkataba wa kwanza muhimu na ulileta faida kubwa. Karim alishangaa kuona akaunti yake ya benki ikianza kujaa. Kwa furaha, alimwapigia simu Asha usiku huo. "Asha, habari njema. Biashara imeanza kwenda vizuri. Nimepata mteja mkubwa," Karim alisema kwa sauti ya msisimko. Asha alilia kwa furaha. "Alhamdulillah. Karim, nilijua unaweza. Hii ni mwanzo wa ndoto zetu." Karim alianza kumtumia Asha pesa za matumizi zaidi. Alimnunulia nguo mpya na hata kuanza kutuma msaada kwa wazazi wao. Asha alihisi moyo wake ukijaa shukrani, akiamini mumewe atabaki yule yule, mnyenyekevu na mwenye upendo. Said alimpongeza Karim kwa maendeleo yake, akimshauri waendelee kupanua biashara. Karim alianza kupata marafiki wapya mjini, wengi wao wakiwa wafanyabiashara wakubwa na watu wa hadhi ya juu. Kwa mara ya kwanza, Karim alihisi ladha ya maisha ya starehe. Ndani ya moyo wake, aliamini anaweza kuyaboresha maisha ya Asha na familia yao. Hakujua kuwa mafanikio hayo yangekuwa mwanzo wa mabadiliko ambayo yangejaribu mapenzi yao kwa njia kubwa sana. Kadiri siku zilivyozidi kusonga, maisha ya Karim mjini yalibadilika kwa kasi. Biashara yake ilizidi kushamiri, yote kujaza maombi haya, na faida iliongezeka maradufu kila mwezi. Akaunti yake ya benki ilijaa na watu walimpa heshima kila mahali alipokwenda. Karim alianza kuishi maisha ya kifahari ambayo hata yeye mwenyewe hakuwahi kuyaota. Alinunua gari la kifahari, akaanza kuvaa suti za gharama kubwa na kukaa kwenye hoteli za nyota 5. Marafiki wapya waliomzunguka walimuita mchambuzi kwa sababu ya akili yake ya biashara, na kila mtu alitaka kuwa karibu naye. Siku moja usiku, alipokuwa kwenye hafla ya kibiashara, mmoja wa marafiki zake wapya, Hassan, alimkaribia na kusema, "Karim, wewe ni mtu wa hadhi kubwa sasa. Kwa nini unaendelea kuishi maisha ya kijijini? Na hata mkeo, si unadhani anaukaji kubadilika ili kuendana na wewe?" Karim alicheka kwa aibu. "Asha ni mke wangu. Tumepitia mengi pamoja." Hassan alitikisa kichwa huku akibweteka kwenye kiti cha ngozi. "Naam, lakini dunia hii ni ya watu wa hadhi. Angalia wanawake walioko hapa leo, wanajua namna ya kuwakilisha hadhi ya mume wao. Hiyo ni picha ambayo wateja na washirika wako wanataka kuona." Maneno hayo yalikaa kichwani mwa Karim kama sumu. Kidogo kidogo, alianza kuona tofauti kati ya maisha ya Asha kijijini na maisha ya wanawake wa mjini aliyokutana nao. Hata alipozungumza na Asha kwa simu, mara nyingi alihisi mazungumzo yao hayakuwa ya kuvutia tena. Muda ulivyozidi kwenda, simu za Karim kwa Asha zikapungua. Alipoita, mara nyingi hakupokea kwa sababu alikuwa kwenye mikutano au hafla. Asha alianza kuhisi pengo likiwa linakuwa kati yao, lakini bado alimvumilia mume wake, akiamini ni kazi tu inayomchosha. Karim pia alianza kuficha mambo. Alianza kwenda sehemu za starehe na marafiki zake wapya, akicheka na kufurahia maisha bila kumfikiria Asha. Polepole, moyo wake ulianza kubadilika. Alianza kuona kijiji na maisha ya zamani kama mzigo. Wakati fulani, alipozungumza na Hassan tena, rafiki huyo alimtupia swali moja ambalo lilimvuta kabisa. "Karim, kwa nini usitafute mwanamke anayekufaa kwa hadhi yako ya sasa?" Maneno hayo yakawa mwanzo wa mabadiliko mabaya zaidi katika maisha ya Karim na Asha. Siku zilisonga na pengo kati ya Karim na Asha lilizidi kuwa kubwa.
Asha alikuwa akipiga simu mara kwa mara kumjulia hali mume wake, lakini mara nyingi Karim hakupokea. Alipokubali kupokea, alizungumza kwa haraka na kwa sauti baridi, kana kwamba mazungumzo yalikuwa mzigo kwake. Asha, niko kwenye mkutano sasa. Nitakupigia baadaye, alijibu kwa hasira mara moja, kisha akakata simu. Asha alibaki akishikilia simu, moyo wake ukiwa umejaa maumivu. Kwa nini anabadilika hivi? Aliuliza kimoyomoyo. Hata hivyo, aliendelea kumwombea mume wake, akiamini kuwa alikuwa na stress ya kazi na angebadilika. Wiki chache baadaye, Karim aliamua kurudi kijijini baada ya muda mrefu. Asha alijawa na furaha isiyoelezeka. Alipika vyakula vya aina mbalimbali na kutengeneza nyumba yao vizuri, akiamini mume wake atafurahi. Lakini alipofika, mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Karimu alishuka kwenye gari lake la kifahari, akiwa amevaa suti ya bei ghali na saa ya dhahabu mkononi. Macho yake yalikuwa baridi alivaa, na tabasamu lake lilikuwa la kujifanya. Asha, alisema kwa sauti ya ukatili, tunapaswa kuzungumza. Asha alihisi baridi ikipenya mwilini mwake. Karim, nimekosa nini? Mbona unaongea kwa ukali? Aliuliza kwa upole. Karim alimtazama kwa dharau. Sikosei Asha. Lakini ukweli ni kwamba maisha yangu yamebadilika. Sasa nina hadhi kubwa na kwa uhalisia, wewe huendani na maisha hayo. Maneno hayo yalimpiga Asha kama radi. Machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Karim, hivi kweli unasema haya? Mimi ndiye niliyekupa kila kitu nilichokuwa nacho. Nilikuunga mkono wakati hakuna aliyekuamini. Karim aligeuza uso wake kwa dharau, akijaribu kujitetea. Sina budi kuendelea mbele. Nataka mwanamke ambaye ataendana na maisha yangu ya sasa. Wakati huo, Asha alihisi moyo wake ukivunjika vipande vipande. Lakini kabla hajajibu, mwanamke mrembo kutoka mjini alishuka kwenye gari lingine na kumkumbatia Karim kwa furaha. Asha alijua kwa macho yake mwenyewe, mume wake alikuwa amemsaliti. Na mbaya zaidi, alimfanya adhalilishwe hadharani mbele ya watu waliokuwa wakitazama kwa mshangao. Baada ya tukio la kudhalilishwa mbele ya watu, Asha alikaa kimya huku moyo wake ukivuja damu. Aliona kila kitu kikianguka mbele ya macho yake, mapenzi, ndoto na matumaini aliyokuwa nayo kwa Karim. Alirudi nyumbani akiwa amechoka, macho yakiwa mekundu kwa kulia, lakini hata hivyo, alikataa kumweleza mtu yeyote kuhusu kilichotokea. Siku zilisonga, lakini maumivu moyoni mwake hayakupungua. Wakati mwingine alilala akilia kimya kimya, asisikike na jirani au familia. Mara nyingi alishika picha ya harusi yao, akiikumbatia kwa nguvu kana kwamba ingeweza kumrudisha Karim wa zamani. Familia na marafiki wa karibu waliona mabadiliko hayo. Siku moja, dada yake Asha alimtembelea na kumkuta akiwa amekaa kwenye mlango, macho yakiwa yamepoteza mwanga. Asha, hivi utaendelea kuumia hivi hadi lini? Dada yake aliuliza kwa uchungu. Karim anakudharaulisha hadharani. Mbona usimwache na kuendelea na maisha yako? Asha aliangalia chini, machozi yakimtiririka. Dada, mimi bado nampenda. Niliapa mbele ya Mungu kuwa nitampenda na kumvumilia katika shida na raha. Hata kama amenisaliti, sitaki kuvunja kiapo hicho. Dada yake alitikisa kichwa kwa huzuni. Lakini mapenzi sio mateso Asha. Una haki ya kuwa na furaha. Lakini Asha hakujibu, badala yake aliendelea kumwombea Karim kila usiku, akimuomba Mungu amguse moyo wake. Wakati huo huo, Karim aliendelea na maisha yake ya anasa mjini, akipiga picha na mwanamke wake mpya, wakihudhuria hafla za kifahari. Asha alipoona picha hizo kupitia mitandao ya kijamii, moyo wake ulipata jeraha jipya kila mara. Huyu sio Karim niliyemfahamu, alijiambia, akijaribu kujituliza. Hata hivyo, licha ya maumivu, Asha hakuwahi kumsemesha vibaya mume wake. Alipozungumza naye kwa simu mara chache alizopokea, aliendelea kuzungumza kwa upole na heshima. Karim, naomba tuje tuzungumze kama familia, alimuomba mara moja. Karim, bila huruma, alijibu kwa baridi, Asha, sina muda wa mambo hayo ya kijijini. Majibu hayo yalikuwa kama kisu moyoni mwa Asha. Lakini bado hakukata tamaa. Alijua ndani ya moyo wake kuwa mapenzi ya kweli huvumilia yote, hata wakati yanaumiza sana. Wakati Asha akivumilia kwa maumivu kijijini, Karim mjini alianza kupoteza mwelekeo wa maisha yake taratibu.
Mafanikio yake makubwa yalikuwa yamemfanya kuwa na kiburi, kerimu, na aliamini hana mtu mwingine wa kumtegemea zaidi ya yeye mwenyewe. Katika kutafuta ukuaji wa haraka wa biashara yake, Karim alikubali kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha kwenye mradi uliokuwa ukiahidi faida kubwa kwa muda mfupi. Mradi huo ulihusisha usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi na ulipendekezwa na rafiki yake mpya, Hassan. Karim, hii ndiyo fursa ya maisha, Hassan alisema kwa kujiamini. Ukifanya hivi, utazidi kuwa bilionea haraka. Karim bila kufikiria mara mbili alikubali, akihisi kuwa hii ilikuwa njia ya kuthibitisha nafasi yake kwenye dunia ya matajiri. Lakini mambo hayakwenda kama walivyotarajia. Siku moja, alipokuwa akikaa kwenye ofisi yake ya kifahari, alipokea simu kutoka benki. Bwana Karim, tunasikitika kukujulisha kuwa mizigo ulioagiza imekwama bandarini kutokana na matatizo ya kisheria, sauti ya ofisa ilisema. Karim alihisi damu ikimkimbia usoni. Nini? Lakini nilikuwa nimehakikishiwa kila kitu kiko sawa. Sauti ile ilijibu kwa ukali, tafadhali lipa ada na ushughulikie makosa ya nyaraka. Vinginevyo mali yako yote itataifishwa. Karim alimpigia Hassan mara moja, lakini rafiki huyo hakupokea simu. Alipomtafuta ofisini kwake, akaambiwa Hassan alisafiri na hajulikani alipo. Hapo ndipo Karim alitambua kuwa alikuwa ametapeliwa. Ndani ya wiki moja, kila kitu kilianza kuporomoka. Wateja wake wakubwa walikata mikataba, madeni yaliongezeka, kada na marafiki waliokuwa wakizunguka kwake walitoweka taratibu. Mwanamke aliyekuwa akijivunia hadhi yake naye alimwacha mara moja. Samahani Karim, siwezi kuendelea kuishi maisha ya wasiwasi na madeni, alisema huku akibeba vitu vyake na kuondoka. Karim alibaki peke yake akiwa hana rafiki wala pesa. Siku moja, alitembea mitaani akiwa amechoka na nguo zake zikionekana kuchakaa. Aliketi kwenye benchi, akishika kichwa chake kwa mikono miwili, machozi yakimtiririka. Nilimwacha Asha kwa ajili ya haya. Nilimsaliti mtu pekee aliyenipenda kwa dhati, alijiuliza huku akilia kwa uchungu. Kwa mara ya kwanza, Karim alihisi uzito wa makosa yake ukimlemea eotu na alijua alikuwa akielekea mwisho usio na matumaini. Wakati Karim akiporomoka mjini, kijijini Asha aliendelea na maisha yake kwa uvumilivu, licha ya maumivu aliyokuwa akipitia. Ingawa hakupokea habari za mume wake kwa muda, moyo wake uliendelea kumwombea na kumtamani arudi nyumbani salama. Siku moja jioni, alipokuwa akipika, alipokea simu kutoka kwa jirani mmoja wa mjini ambaye alikuwa akifahamu kuhusu Karim. Asha, nimeona Karim mjini, hali yake si nzuri kabisa, sauti ya jirani huyo ilisema kwa huruma. Amefilisika na sasa anaonekana kama mtu aliyepoteza kila kitu. Asha alibaki kimya kwa muda, moyo wake ukipiga kwa kasi. Ingawa Karim alikuwa amemsaliti na kumdhalilisha, bado alimpenda kwa dhati. Shukrani kwa kuniambia, alijibu kwa sauti ya chini, machozi yakianza kumtiririka. Siku iliyofuata, Asha aliamua kusafiri kwenda mjini. Alihudhuria safari hiyo akiwa na hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Alipofika, alitafuta nyumba ya Karim na kukuta mlango ukiwa umefungwa kwa nusu, ukionekana kuchakaa. Aligonga kwa upole na baada ya muda mlango ukafunguliwa. Karim alitokeza taratibu, macho yake yakiwa mekundu na uso wake umejaa uchovu. Alipomwona Asha, macho yake yalijaa mshangao na aibu. Asha, wewe umekuja? Aliongea kwa sauti ya kukatika. Asha alimtazama kwa upole, akizuia machozi yasimtoke. Karim, niliposikia yaliyokupata, sikuweza kukaa kimya. Nimekuja kukuona na kukusaidia. Karim aligeuza uso kwa aibu. Lakini baada ya yote niliyokufanyia, nilivyokudhalilisha na kukusaliti, kwa nini unakuja kunisaidia? Asha alimsogelea na shika mkono wake kwa upole. Kwa sababu bado ni mume wangu Karim. Niliahidi kupendana na kuvumiliana katika shida na raha. Hii ni shida na nitaivumilia pamoja nawe. Karim alishindwa kujizuia, machozi yakamwagika huku akiinama. Asha, sijawahi kuona moyo kama wako. Nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Nimekupoteza mara mbili, kwanza moyoni, sasa kwa vitendo. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Karim alihisi faraja. Alijua bado kulikuwa na mtu mmoja tu duniani aliyebaki kumwamini bila masharti, Asha. Usiku huo Asha na Karim walikaa kimya ndani ya chumba kidogo kilichokuwa hakina kitu zaidi ya godoro la zamani na meza ndogo.
Kimya kilitawala kwa muda mrefu, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Karim alikuwa ameinama, akishika kichwa kwa mikono miwili, macho yake yakiwa yamejaa aibu na majonzi. Hatimaye, alijikuta akizungumza kwa sauti ya kukatika, "Asha, sijui hata pa kuanzia kukuomba msamaha. Nilikuumiza sana. Nilikuacha wakati uliponipenda kwa dhati na kuniamini zaidi ya mtu yeyote. Nilichagua anasa na marafiki wa uongo badala ya familia yangu." Asha alimwangalia kwa upole, macho yake yakijaa machozi. "Karim, moyo wangu ulivunjika vipande vipande, lakini kila siku nilimwomba Mungu akurejeshe kwangu. Nilijua kuwa wewe sio mtu mbaya, bali ulipotezwa na tamaa ya dunia." Karim alinyanyua macho yake taratibu, akilia kama mtoto. "Asha, najua maneno haya hayawezi kufuta makosa yangu. Nilipokuwa na utajiri, nilikuona kama mzigo. Nilidhani maisha bora yangekuwa na maana zaidi bila wewe. Lakini sasa nimepoteza kila kitu na nimegundua kuwa wewe ndiye kila kitu nilichokuwa nacho." Asha alimsogelea na kumpangusa machozi kwa kitambaa chake cha mkononi. "Karim, upendo wa kweli si maneno tu, bali ni kusamehe na kuanza upya. Sitakudanganya, imeniumiza sana, lakini nipo hapa kwa sababu bado nakupenda." Karim aliinama kwenye miguu yake, akashika mikono ya Asha kwa nguvu. "Naomba unisamehe Asha. Nitafanya kila kitu kurekebisha makosa yangu. Sitaki tena tamaa za dunia, nataka tuwe familia tena kama zamani." Asha aliketi karibu naye, akamshika mikono kwa upendo. "Ninakusamehe Karim. Lakini safari ya kurejesha imani haitakuwa rahisi. Tutahitaji bidii na uvumilivu." Karim akapumua kwa nguvu, kana kwamba mzigo mkubwa umeondoka mabegani mwake. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kuwa alikuwa na mwanzo mpya, si wa utajiri bali wa upendo na mshikamano. Waliangaliana na kutabasamu kwa uchungu na matumaini, wakijua kuwa safari ya kweli ya maisha yao ilikuwa inaanza tena usiku huo. Baada ya siku chache za mazungumzo na kusameheana, Karim na Asha walianza kujenga maisha yao mapya. Mara hii, tofauti na zamani, walijua kuwa thamani ya kweli haikuishi kwenye mali au hadhi, bali kwenye upendo, uaminifu na mshikamano. Karim alijifunza kuwa hataki tena kuruhusu tamaa za dunia zimdharau au kumchukua mbali na familia yake. Aliamua kuanzisha biashara ndogondogo yenye heshima na uwajibikaji, akishirikiana na Asha kila hatua. Mara nyingi walikaa pamoja kwenye meza ndogo wakiwa na kikombe cha chai, wakipanga siku zao, wakicheka na kuzungumza kama walivyokuwa walipokuwa wanapendana kijijini. Asha, kwa moyo wa upendo na uvumilivu, alifurahia kuona mumewe akirudi kuwa mnyenyekevu. Alijua kuwa mapenzi yake na uvumilivu vilimwokoa Karim kutokana na kiburi na tamaa zisizo na kikomo. Mara nyingi aliwaambia marafiki zake, upendo wa kweli hauwezi kuanguka hata pale ambapo kila kitu kinapoonekana kupotea. Familia zao walifurahi sana kuona mabadiliko haya. Wazazi wa Asha walimkaribisha Karim tena kwenye familia, wakimkubali kwa moyo wote. Hali hiyo ilimfanya Karim ajisikie huru na kuanza kujaribu kurekebisha makosa yake ya zamani. Wakati wa sherehe ndogo ya familia, Asha alicheka huku akiangalia Karim akitabasamu. Macho yake yalijaa furaha na shukrani. Karim alishika mkono wake, akijua kuwa thamani kubwa zaidi katika maisha yake haikuwa mali, bali upendo wa mwanamke mmoja aliyejitahidi kuwa mwaminifu hata katika dhoruba. Hadithi yao ilimalizika kwa funzo kubwa: usidharau mtu ambaye amekupenda katika dhiki, kwa sababu ndilo upendo wa kweli wa maisha. Utajiri unaweza kupotea, hadhi inaweza kuisha, lakini upendo na uaminifu havipotei milele. Karim na Asha waliishi maisha yenye furaha na mshikamano wa kweli, wakijua kuwa walijifunza kuwa thamani ya kweli haipimwi kwa mali wala cheo, bali kwa moyo na mshikamano wa kweli kati ya wawili waliopendana. Usiku mmoja, wakiwa wamesimama pamoja kwenye lango la nyumba yao ndogo lakini yenye furaha, Asha alitabasamu kwa upole. "Karim, sasa tunajua kuwa kweli pamoja ni nguvu yetu." Karim alikumbatia Asha, akijua kuwa safari ya maisha yao ilikuwa imemfundisha funzo ambalo halitaisha milele.